Powell Okunyo, Runinga ya Citizen, Nairobi. Kwingineko ni kwamba matumizi ya dawa za kulevya na vileo ni janga kubwa linaloathiri afya na ustawi wa jamii kwa jumla. Hali hii imeathiri maelfu ya watu wanaokabiliwa na magonjwa yanayotokana na kutegemea vitu hivyo. Katika Siha na Maumbile wiki hii, mwanasaikolojia Joseph Wahodhi kutoka Equity Afya ametuelimisha kuhusu matumizi ya dawa hizo na madhara yake kwa afya ya mwili na akili ya binadamu, akiwa na Mwanahamisi Hamadi. Siha na Maumbile ikiletwa kwako na Equity Afya. Dawa hutengezwa kwa ajili ya kutumika kwa magonjwa mbalimbali kwa muda mahsusi, lakini pale zinapotumika visivyo huanza kuleta matatizo ya uraibu. Kwanza kuna zile za kunusa, kuna zile za kumeza, kuna zile za kuduka kwa mishipa, zile IV ama IM. Jambo ningetaka nikuelezee leo, jinsi yenye unatumia dawa vile inafika kwa akili haraka ndio inakuwa highly addictive. Ni kumaanisha kwamba kama umenusa, hiyo imeingia direct, si kama ile ya kumeza. Maanake ile ya kumeza lazima ipitie process. Mabadiliko katika mfumo wa maisha yakionekana kuathiri wengi ambao hugeukia kutafuta utulivu kwa kutumia dawa ambazo hawajaagizwa na wataalamu wa afya na kuishia kuwa waraibu. Influence iko hali ya juu sana kushida hapo beleni. Watu hawafanyi kauli yao, wanafuata kauli ya wenzao, pia pressure, na pia wengine wana experiment mambo ya maisha, wanajipata wamekuwa addict wa madawa za kulevya. Mtu aliyeathirika na uraibu wa dawa za kulevya na vileo ataonekana kuwa na dalili zifuatazo. Demand ya kwanza inakuwa ni kutafuta hizo dawa. Jambo la pili ni self care. Unaweza kuona mtu amejiachilia, mtu mambo na kuoga, mambo na kukula vizuri, mambo na kujipenda, wanajiachilia. Unaweza kujua mtu akianza hiyo njia hajaenda vizuri, kuna kitu inamsumbua na kuna kitu anatumia. Na kwa kuwa dawa zina utaratibu wake ndani ya mwili ili kuweza kufanya kazi ipasavyo, matumizi ya kupita kiasi humweka mraibu katika hatari mbalimbali za kiafya. So jambo la kwanza, absorption. Kama ni shida ya tumbo, manake dawa ni acidic ama zinachoma tumbo. Jambo lingine ni mambo ya liver. Manake dawa zote lazima zikuwe metabolized by the liver, so anapata liver cirrhosis kama ni pombe na mambo kama hayo. Na jambo lingine pia ni kitu kama kidneys, manake kidney inafanya kueliminate hizo dawa zote ama excretion, so kidney diseases anazipata zote, manake kidney yake iko incompetent, ame overload. Athari nyingine ni mtu kutegemea dawa hizo katika kufanya maamuzi yake ya kila siku na kumgeuza kuwa mtumwa wa dawa na vileo. Tumeumbwa ya kwamba mwili yetu iko na kila kitu ya kujisaidia, lakini wakati mtu ameanza madawa, hizo pathways zinachukuliwa na dawa, ya kwamba kama hajakunywa dawa, kama hajatumia madawa, hana hiyo motivation. Kwa hivyo anasikia akiwa low, na hivyo mwili yake ina produce feel bad hormones kama adrenaline na cortisol zenye zinaharibu mwili yake. Wataalam wakionya hatua za dharura zichukuliwe iwapo mtu ataonekana kutelekeza majukumu yake ya kawaida. Kwanza ni kukosa responsibility. Huyo mtu kama anaripoti kazini, ameanza kuchelewa kwenda kazini, analala usiku, anakuja usiku, social life yake inaharibika. Wauzaji katika maduka ya dawa pia wakitakiwa kushirikiana katika kupambana na matumizi mabaya ya dawa hizi ambayo yamechangia kudorora kwa maadili ya jamii kwa kiwango kikubwa. Tuondoe ile tamaa ya pesa, tukue na utu na tuweze kuona huyu mtoto uenda umuzie dawa, atapea mtoto wako. So kwa hivyo inaweza jipata, unaweza uza dawa kwa counter uipate kwako nyumbani, mtoto wako ndiye anatumia, maana yake watoto wana share. Na muhimu zaidi kwa walio kwenye safari ya kutibiwa uraibu ni kujikubali na kubadilisha mienendo ya maisha ili kufanikisha safari hiyo. Jambo lingine pia ni kukula lishe poa, kama ni balanced diet, na ndio aweze kulipia zile cells ameharibu na zile organs zimeharibika. Jambo lingine pia ni kujipea raha. Raha lazima ujipe mwenyewe. Hakuna mwenye anakupea raha, hakuna mara inauzwa, so lazima uanze kufurahia maisha. Kukua na hali yako bila kutumia madawa, hiyo nao ni jambo la maana sana. Unafurahia kwamba mwezi mmoja imeisha, mwaka mmoja imeisha bila kutumia madawa, hiyo inakufurahisha zaidi na una motivate mahali ilikuwa imeharibika. Aidha, ni vyema kuweka malengo yako ya kibinafsi na kuhakikisha unatembea na mshauri nasaha anayekupa matumaini kwa kila hatua, kwani uraibu ni ugonjwa kama maradhi mengine, na mtu anapopata tiba inayostahili anaweza kupona kabisa na kurejelea maisha yake ya kawaida. Nikiripotia makala ya Siha na Maumbile, mimi ni Mwanahamisi Hamadi. Siha na Maumbile ikiletwa kwako na Equity Afya.